Na ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa na Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zikafunuka. So he prayed. Aliomba. And then the heaven was open. Na kisha mbingu ikafunguka. The openness did not come because he is the Son of God. Mbingu ikufunguka sababu ni mwana wa Mungu. Hapana. He prayed. Aliomba. Through prayer, kupitia maombi, you are going to take over your family. Unaenda kuimiliki familia yako. Through prayer, kupitia maombi, you are taking over your business. Unaenda kumiliki biashara yako. Through prayer, kupitia maombi, you are taking over your wife. Unaenda kumiliki mkeo, mumeo, your marriage, ndoa, your children, watoto. Through prayer, kupitia maombi, you are taking back your health. Unarudisha afya yako. Through prayer, kupitia maombi, you are taking back your finances. Unarudisha uchumi wako. Through prayer, kupitia maombi, you are taking people to the kingdom of God. Unachukua watu kwenda katika ufalme wa Mungu. You don't take people to the kingdom waleti watu katika ufalme by saying, hey, God knows. Mungu anajua. No. Hapana. When we pray, tunapoomba, we make the heaven open. Tunasababisha mbingu ifunguke. And the devil runs away. Na ibilisi anakimbia. When he runs away, na anapokimbia, those people who were dominated by the devil, watu wale waliomilikiwa na ibilisi, they become hopeless. Wanakuwa hawana tumaini. So they are looking now where to run to. Hivyo wanaangalia pa kukimbilia. So you are there. Wewe huko pale. So they run to you. Hivyo wanakukimbilia wewe. So if your pastor with your leaders, you are not prayerful kama in mchungaji your na viongozi sio waombaji kwenye kanisa, the church will never grow. Kanisa haliwezi kukua. No. Hapana. The witches will witch you when you are there. Wachawi watawaloga mkiwa hapo kanisani. You are sleeping there. Mnalala hapo. Watakuhalishia, watakukojolea, watakufanya ukiamka asubuhi. They will net upon you, wake up in the morning so much tired. Unaingia ibadani, watu enter in the service, wanapiga moyo tu. People are just yawning. Nusu ya kanisa hawajaja. Half of the church are not coming to the service. Kwa nini? Why? Kwa sababu mchungaji na viongozi wake ni wazembe. The pastor and the leader, they're lazy. Hawaombi. They don't pray. Unatakiwa muombe. You need to pray. Ili msababisha washirika waweze kujua. So as you can make the congregation know. Tomorrow is the day of worship. Wakishafika pale, once they come, usiwabembeleze. You should not beg them. Watie kwenye maombi. Take them in prayer. Ili wakirudi nyumbani, once they go back home, wanasukumwa kuomba. They push to pray again. Wachawi wanaowahalishia usiku na kuwajambia na kuwakojolea, wanajikuta wakipita tu hewani wanashtuliwa. Wachawi wanachoma matakoni wanakimbia. Hallelujah. They've been burned on the ashes, run away.